Kwa majina naitwa Abel Zakaria Hanspop, nikiwa na dadangu Angel Zakaria Hanspop. Tupo mbele yenu hapa kama wasimamizi wa mirathi ya baba yetu marehemu Zakaria Hanspop, ambapo leo hii tumewaita waandishi kwa niaba ya ndugu zetu na watoto wa marehemu Zakaria Hanspop na familia ya marehemu Zakaria Hanspop kuja kutoa shukrani, ambapo awali tuliwaita waandishi wa habari kuomba msaada kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tukiomba msaada juu ya mirathi, juu ya mambo ambayo yalikuwa yakiendelea kwenye mirathi ambayo tulikuwa hatuelewi, na juu ya mustakabali wa mali za marehemu baba yetu. Na tumekuja hapa kushukuru kwamba msaada tulioomba kupitia waandishi wa habari kupata msaada kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, huo msaada ulitikia kwa wito mkubwa, na Mheshimiwa Rais aliweza kutusaidia na tukapata msaada, ambapo tumefikia sehemu nzuri kwenye msaada tulikuwa tunauomba. Kwa leo hii tumekuja kuwashukuru na kutoa hilo. Kama kakangu alivyosema, kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametusimamia kipindi hiki kilikuwa ni kigumu sana, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais na serikali. Kwa kweli wametuwezesha vizuri, wametusaidia katika hili jambo letu. Tunapenda pia kuwashukuru Simba HQ, wametusaidia sana, pamoja na TLS Tanganyika Law Society, wametupa msaada sana kwenye upande wa kisheria. Tungependa pia kuwashukuru marafiki zake baba ambao wapo kwenye British Legion Club. Walikuwa karibu na sisi, tulikuwa nao, walitusaidia sana kwenye mambo mengi, kwenye connect na watu wengine tofauti ambao wanaweza kutusaidia. Tungependa pia kushukuru tume ya maadili ya viongozi, nao pia wametusaidia sana. Brela kupitia mkurugenzi alitusaidia kupata zile documents ambazo nazo zilituonyesha kuhusu mali za baba zilizobadilishwa, ili na sisi sasa tuweze tukafuatilia mambo mengine. Maana bila hizo documents kwa kweli sidhani kama tungeweza kufikia hapa tulipofikia. Tungependa pia kushukuru jeshi la polisi kutokea ofisi ya DCI. Walitusaidia katika mambo ya upelelezi, kwenye kujua ukweli kama kweli zile documents zilikuwa zimegushiwa na vitu vimejulikana, na pia wameweza kuwakamata watuhumiwa. Na waandishi wa habari pia tungependa kuwashukuru sana, kwa sababu mara kwanza ndio tuli reach out kwenu, mkaja ndio mkafikisha hili jambo kwa watu wote hawa ambao waliweza kutufikia na sisi kutusaidia. Bila nyie jambo letu lisingefika huko lilipofika, lisingejulikana, tungeendelea kuhangaika. Kwa hiyo tungependa kuwashukuru sana. Mungu awabariki. Naombeni tuendelee kushikana mikono, tuendelee kutoana misaada. Jambo bado tunaendelea tunalifuatilia, lakini kwa hapa tulipofika tumefika mahali vizuri sana. Tungependa kuwashukuru wote sana sana sana. Mungu awabariki. Sababu kwa taarifa tulizokuwa nazo sasa hizi kwamba mara kwanza tulikuwa tuna access na mali za baba, ambapo kuna wenzetu watoto wa marehemu Zakaria ambapo walikuwa wanashindwa kwenda shule na kupata matumizi, ambapo jambo bado halijapata hatujalitatua, ila tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia hili tumeweza kujua kwamba hizo mali zilibadilishwaje na wamiliki walikuwa ni watu wengine ambao walibadilisha hizo mali kwa njia ambazo ni kinyume na sheria na ni taratibu na sheria, ambapo bado tunafuatilia kwa sasa. Kwa hiyo tunategemea kuendelea kupata haki yetu kupitia jeshi la polisi na watu wengine wanaotusaidia, na pia watumia waliokamatwa kwa sasa idadi ni watu 3 tu, ila bado inaendelea kufuatiliwa. Kiujumla Simba HQ waliweza kutusikiliza na wakatafuta changamoto yetu ilikuwa nini, ambapo kubwa kwa changamoto ya kisheria. Watusaidia kutupa mwanasheria ambaye pia alikuwa pia ni rafiki binafsi wa marehemu baba yetu, ambaye ametusaidia anatusaidia kwenye kesi sasa hizi zinazoendelea. Tukio kubwa Simba walisaidia sisi mwanasheria ambao wameweza kulibeba hili jambo
na kusaidia.